Ni majonzi na huzuni kubwa, na hii ni baada ya kupokea taarifa mapema leo kuhusiana na kifo cha mzee Onyango. Tuko hapa msibani na taratibu zingine zinaendelea. Mimi naitwa Brian Hilary, ila kwa nasi kwa update zaidi. Inahuzunisha sana kwa sababu hata mtoto wake Kabuti tumekuwa tukishirikiana naye katika masuala mazima ya habari. Ni mwana tasnia mwenzetu. Taratibu zote zinafuata na kuunganisha na exclusive mbalimbali za ndugu jamaa na marafiki. Mimi ni Brian Hilary. Basi tulia man. Yes. Ni msiba wa mzee Onyango na hapa tuko na mtoto wake. Kwanza pole na msiba sana, na hakika ni pole yetu sote kwa sababu Kabuti pia ni mwana tasnia mwenzetu, na mzee huyu mara nyingi tumekuwa tukikaa naye na kutushauri mambo hapa na pale kuhusiana na mambo ya habari. Karibu. Asante sana. Okay, taarifa ilikuwa ni saa ngapi na ongea na Watanzania? Taarifa za mzee wetu kufariki, alifariki majira ya saa 8:30 usiku. Alikuwa akitibiwa katika hospitali ya jeshi, na usiku hali ikawa imebadilika, maana alipelekwa pale alikuwa na kama wiki hivi anatibiwa, ila kwa siku ya jana hali ikabadilika zaidi na ndipo mauti ukamkuta kwenye hospitali hiyo. Okay. Ndio. Na mara ya mwisho alikuwa anaishi katika mazingira gani? Sasa katika masuala ya ugonjwa au nini ambacho kwa kinamsumbua? Ilikuwa namsumbua masuala ya kupumua, swala la upumuaji ilikuwa namsumbua. Kwa hiyo mwishoni huku pumzika zinamkaba zaidi, ndio ikapelekea umauti wake. Pia alikuwa na sukari pia inamsumbua pia, pamoja na pressure, magonjwa ya uzeeni au utu uzima alikuja kwa kasi kwa kipindi hicho. Kwa namna ambayo mzee Onyango alikuwa akiishi na watu wa media lakini pia na wasanii, tunajua kwamba alikuwa ni baba bora sana. Ni momenti zipi ambazo unazikumbuka sana sana za mzee Hussein katika masuala mazima, katika malezi na mambo yote? Momenti nazozikumbuka, mzee alikuwa anatuhimiza sana kwenye masuala ya umoja kwenye familia yetu. Kwa hiyo akikaa na wewe kwa mmoja mmoja anasisitiza ule muunganiko wa familia, na hiyo momenti ndio naikumbuka zaidi kwenye upande wangu. Na taratibu zingine zikoje sasa kuelekea kumpumzisha katika nyumba yake milele? Kwa sasa hivi ndo familia tumekutana hapa, na baada ya muda nadhani hatujatoa ratiba ili kuja tukiweka mambo sawa, baadaye inaweza ikaja ratiba ya mazishi. Asante sana. Asante sana. Basi tulia man. Yes.